Ukitambua nafasi yako, ukijiamini, ukiondoa wasiwasi na hofu, utafanya kazi yako vizuri. Tarehe 29, tarehe 30 watu mlikuwa na hofu kubwa, lakini ndani ya uongozi thabiti leo mmekuwa kijani kitupu. Hongereni sana. Ukifanya kazi kwa hofu utakayofanikiwa. Ukifanya kazi kwa kujiamini tunafanikiwa. Haya yote diwani, usiishie hapa tu. Naibu meya, unajua ukikaa na wazee kama baba yako hapa kakutunza vizuri, na baada ya kutunza vizuri anategemea na wewe kiongozi wako utunze watu wako vizuri. Hapo vipi? Wajumbe wa mashina wawe rafiki zako, wakiwa na shida wasikilize, penye uwezo wasaidie, kama una uwezo waeleze, watakuelewa, kwa maana wajumbe wa mashina ndio ngao yetu sisi. Nafasi iliyobaki ni ya kufanya kazi. Hii tutaing'ang'ania mwanzo mpaka mwisho ili kusudi tulete maendeleo ndani ya kata yetu ya Manzese. Ndugu viongozi na waalikwa, ikumbukwe kwamba Oktoba 29 kulikuwa na uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Natambua wapo walioathirika kutokana na uanzishwaji wa vurugu za watu wachache wasiotakia mema nchi yetu. Ninaomba nitoe pole kwa wale walioathirika kwa namna moja au nyingine, wale waliopata maumivu ya ndani na ya nje, yanayoonekana na yasionekana, walioharibiwa mali zao pasina hatia yoyote, waliopoteza maisha yao pamoja na kujeruhiwa. Kiukweli natambua maumivu mlionayo. Ninaomba mpokee salamu zangu za pole, nikitambua na kushirikiana maumivu mlioyapitia. Katika kata yetu ya Manzese, Chama cha Mapinduzi kimezidi kukua na kuongezeka kwa wanachama kila mwaka kwa kasi kubwa sana. Sambamba na hilo, tumeweza kugawa katika matawi yote 10 kompyuta, kwa maana kwa ajili ya kwenda kuhifadhia zile nyaraka zetu na kuandika muhtasari wa vikao. Yaani Manzese ina matawi 10 na kila tawi tuliweza kugawa kompyuta moja kwa lengo la kufanya kazi za kiofisi. CCM Manzese imepiga hatua kwa kuwa na ofisi nzuri kama mnavyoiona ya ghorofa moja. Hii bado ni hatua njema. Tunapaswa kutembea kifua mbele na kujivunia kuwa chama chenye dola. Katika kipindi changu cha uongozi nimedhamiria kushirikiana na viongozi mbalimbali, watendaji na kila mwananchi katika mitaa yote 10 ili kuhakikisha awamu hii inakuwa ni imara zaidi, na nikitambua tuna chama kipo kinatutazama. Nitaangalia muundo au structure ya serikali na ya halmashauri na kuviweka kando baadhi ya mambo yasiyo na tija kwa wananchi kwa kupoteza au kuchukua muda kufanyika. Ndugu viongozi, ni lazima tujiulize, bado tunahitaji kubaki kukaa kutoa taarifa ya miradi iliyopo katika kata yetu ambayo haijakamilika? Hili tunakwenda kulisimamia vyema. Ni waahidi katika hilo, kila mradi uliowahi kuibuliwa basi unatakiwa utekelezwe, na kama umeanza basi umalizike kwa kipindi kifupi ili tuendelee na miradi yetu mipya. Ninaomba muendelee na imani, muendelee kuwa na imani na mimi. Hakika nina dhamira ya dhati ya kuiletea maendeleo kata yetu ya Manzese hii, nikitambua kwamba Manzese yetu ni moja na tukiipoteza, tusipoipa thamani, itaweza kutuchukia. Tuko hapa leo kata ya Manzese kwa mwaliko wa mheshimiwa diwani wa kata hii. Kwa kweli tunampongeza sana ndugu Ibrahim Ali kwa kazi kubwa ambayo ameifanya kutukutanisha leo wana CCM na viongozi mbalimbali katika kuelekea maadhimisho ya miaka 49 ya kuzaliwa kwa chama chetu cha Mapinduzi, kama ambavyo tumeelekezwa kufanya mikutano na kuzungumza na wanachama pamoja na wananchi. Na yeye ametumia pia nafasi hiyo mheshimiwa diwani Ali Ibrahim kutoa neno la shukrani la asante kwa uchaguzi wa Oktoba 29 kwa wananchi wa kata hii kwa kumchagua kwa kura nyingi sana za kishindo. Tuna imani naye kubwa sisi kama wananchi na viongozi wa kata hii ya Manzese kwamba anachapa kazi, na tayari tumeshaona matunda yake katika uchapaji kazi wake ndani ya manispaa yetu ya Ubungo, na hiyo imepelekea kwenda kuchaguliwa kwa naibu mstahiki meya wa manispaa hii ya Ubungo. Kwa hiyo sisi tunamshukuru, tunampongeza, tunamtakia kila la kheri, lakini kuelekea hii
miaka 49 ya kuzaliwa kwa chama chetu, tunatoa rai kwa wana CCM wote tuendelee kutunza mazingira yetu yawe safi na salama, hasa katika kata yetu hii ya Manzese, kwa sababu kuna wafanyabiashara wengi mno. Tuweke mazingira yetu yawe safi na salama. Lakini kauli mbiu ya mwaka huu kwenye maadhimisho haya tunasema tumechagua umoja na amani kwa maendeleo ya taifa letu.